Ndihe kwa ishara. Karibu sana kwenye studio zetu. Na nataka nianze tu moja kwa moja kwako Bwana Alex. Kwanza, mnatoa lugha gani za kigeni? Ungefanulia mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi kutoka taasisi hiyo yenu ya Institute of Foreign Language. Nashukuru sana kaka Halid. Kwanza kabisa mimi nafahamika kama Alex Leteipa Sikawa. Mimi ni mkazi wa Narok, natoka pale mahali naitwa Olalui, Kilgoris, Transmara, Narok County. Lakini mahali ambapo tunakaa sasa hivi pamoja na shule ni Narok Town. Tuko pale Narok Town katika taasisi hiyo ya lugha za kigeni. Shule ambayo inajulikana kama International Institute of Foreign Languages and Hospitality Management. Ni taasisi ambaye tuliweza kuonelea ni vyema iweze kuja katika kaunti hiyo na kwa manufaa ya vijana na watu wengi katika nchi hii ya Kenya na hata nchi za nje, kwa sababu kuna zile nchi ambazo hawazungumzi lugha ya Kijerumani. So lugha ambaye tunafunza katika taasisi hiyo ni lugha ya Kijerumani kwa sasa. Pia lugha ya Kiarabu inakuja iko njiani. Pia vile vile lugha ya Kichina iko njiani, pia inakuja hivi karibuni. Na pia vile vile lugha ya Kifaransa tutakuwa tunafunza pia katika shule hiyo. Naam. Nataka ni kuja kwake Bwana Kennedy Sankale ambaye ni katibu wa shule hiyo. Bwana Alex amesema kwamba mmechagua kaunti ya Narok. Kiini ama wazo la kupeleka kaunti hiyo ilikuwa ni nini? Naam, asante sana Khalid kwa fursa hii, kwa mwaliko wenu. Kiini cha ama kwa nini tumepeleka mafunzo haya Narok ni kwamba kwa muda mrefu Narok imesalia nyuma kwa masomo. Kwa hivyo tukaona kwamba Narok ni mahali mzuri pa kuanzia. Hata ukiona ulimwengu mzima wale vijana ambao wanaenda kufanya kazi katika mataifa mbalimbali, hasa Ujerumani, Switzerland, Austria, na mataifa ambayo yanazungumza lugha ya Kijerumani, na hata China, unapata ya kwamba watu ambao wanaenda pale ni watu kutoka kaunti zingine. Kwa hivyo tuliona kwamba, na pili, mwanzilishi wa chuo hiki yeye mwenyewe yuko Ujerumani na yeye ni mtu anatoka pale sehemu za Narok. Bwana Alex amesema kuwa mmeona kuwa mmeona ni vizuri mwanzishe kule kaunti ya Narok kama alivyosema Bwana Kennedy. Amesema kuwa ni watu ambao kwa kweli hawajapata kupata nafasi ya kupata masomo. Watu kufuatia matamshi hayo, watu kutokuwa na kutopata nafasi ya kusoma, inamaanisha kuwa lugha zingine bado hawajakita ama hawajapata hiyo taaluma ama nafasi ya kujifunza lugha hizo. Kwa nini lugha za kigeni? Ni kweli kabisa, kwa sababu wazo hilo ni sawa na ni kweli kabisa, kwa sababu ukiangalia na sote tunatambua kwamba Narok ni kaunti ambaye jamii ya wafugaji imetoka. Jamii ambaye ni jamii ya Maasai. Na katika jamii ya Kimaasai hapo awali, hii jamii haikuwa imechukulia sana suala la masomo kama ni suala la maana sana. Manake katika tamaduni za Kimaasai ni kwamba wale watoto ambao walikuwa wanapelekwa shuleni kusoma walikuwa ni wale watoto ambao hawapendwi. Lakini wale ambao walikuwa wanapendwa na wazazi walikuwa wanachunga mifugo. So sisi tukaongelea ni vyema tuweze kuanzisha taasisi hii ili kuwasaidia jamii hii na wengine ambao wanaishi katika kaunti hiyo kuelewa zaidi kwamba masomo ina manufaa. Inaweza ikakufanya kukutoa ile kaunti ya Narok ambao umezoea tu kukaa pale kuchunga ng'ombe na ikakupeleka katika nchi za nje. Kwa mfano sasa nchi hiyo ya Kiarabu na pia vile vile nchi ambazo zinazungumza lugha hii ya Kiarabu ambaye kuna kama vile Switzerland na zingine nyingi. Kwa hivyo kaunti hii ya Narok ni nchi ambaye ni kaunti ambaye ilikuwa hapo nyuma na kwa sasa hivi inaendelea kudevelop polepole. Yani inaendelea katika masuala ya masomo kwa sababu ya watu ambao wamesoma wanaleta ile idea ya masomo kwamba ni vizuri wazazi wawasomeshe wanao kwa sababu ya maisha yao ya baadaye. Kwa mfano mzuri jinsi ambavyo Kennedy ameelezea, mwanzilishi wa shule hii anatoka pale Ololunga. Anajulikana kama Soila Alasoi. Yeye alisoma na ndo maana ako pale Ujerumani. So wakati alipata wazo hili la kwamba pia watu kutoka Narok kama vijana kutoka Narok wanaweza wakapata nafasi kule Ujerumani, akaona ni vyema aweze kuanzisha taasisi hii pale katika kaunti ya Narok. Naam. Ni swala ambalo la kufurahisha sana. Nataka nikuja kwako Bwana Kennedy. Mnafanya masomo hii kwa namna gani, mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi
kwa sababu sasa hivi tuko katika karne ama ukipenda karne ya mtandao? Naam, tuko na mara mbili. Ya kwanza ni kwamba tunafunza watu ama wanafunzi kupitia 1-on-1 pale ambapo wanakuja darasani, wanafunzwa na mwalimu hapo. Na pia kwa sababu ya mtandao na sababu tuko wakati za digital, pia tuko na classes inaitwa online classes. Hapa ni mahali ambapo mahali popote ulipo, haswa wale watu ambao wanafanya kazi ama wale vijana ambao wanasoma katika universities pia part time, kwa sababu tuko na hiyo darasa kutoka saa 11 jioni hadi saa 12 kwa sababu kila lesson inachukua muda wa saa 2 hours. Kwa hivyo tuna yote mawili. Tuko na online classes ambayo ni mtandao kupitia simu ama laptop, na pia tuko na ile ambayo mwalimu anaja darasani 1-on-1 pale shuleni. Nataka tulegeze kamba kidogo, tuangalie tu mbinu za kufunza, na mnatumia mtaala gani kufunza lugha hizi za kigeni ama ukipenda curriculum, kwa sababu kila sekta ya elimu inakuwa na mitaala tofauti. Bwana Alex, kuna mtaala ambao unajulikana kama ni CPR something ambao unafunza ambaye inatambulika kote ulimwenguni. Kuna jina kidogo nimelisahau, lakini ni CPR something, na ndafanya reference baadaye. So huu ni mtaala ambao unatambulika kote ulimwenguni, na wakati ambapo umefanya na ukahitimu na ukamaliza, unapata nafasi ya kupewa cheti cha kuonyesha kwamba umehitimu. Na kama utaniruhusu, labda utanipea ni confirm, manake kama afisa ambaye anashughulikia masuala ya mawasiliano na ukizidi kupata tu kujua na kutupatia tu ukizidi kuangalia hayo, nataka nimlete Bwana Kennedy. Unasemaje kuhusiana na hayo mtaala ambayo mnatumia kufunza wanafunzi lugha hizi za kigeni? Naam, kuna mtaala ambao tunatumia. Jambo la kwanza ni kwamba kuna kitu inaitwa Common Framework for Languages for European. Hii ni framework ambayo European kuja kwa lugha ya Kijerumani wanaitambua. Na baada sisi kusoma katika shule yetu, unafanya mtihani ambayo inafanywa na Goethe Institute. Hii ni chuo ambayo kinatupa cheti ama certificate ambayo inakuwa recognized globally. Mahali popote utaenda, kama ndo kufanya kazi pale Ujerumani, inatambulika kwa sababu ukitaka kwenda kufanya kazi pale lazima ujue lugha. Kwa hivyo baada ya wanafunzi wetu kusoma, kwa sababu kuna levels, nadhani utakuja baadaye hapo nitakuelezea levels baadaye. Lakini kwa jumla ama kwa kusummarize ni kwamba wakati mwanafunzi anasoma, nategemea ni kiwango gani utakuwa umefika. Hatimaye baada ya kusoma kuna mtihani ambao unastahili kufanya na Goethe Institute. Na ukisema mambo ya lugha, wengi wanaongelea mnazingatia zaidi kuzungumza, kusoma, kuandika, kusikiliza. Mnazingatia mafunzo gani hayo sana ndio mtu akue amekuwa amebobea sana katika hiyo lugha? Zote tunatambua kwamba ikifika ni masuala ya lugha. Hili huwe mzungumzaji wa lugha fulani, ni lazima uelewe zile level zote ambazo ni kuzungumza, kuandika na pia vile kusoma. So sisi tunazingatia zote kwa sababu tunatambua kwamba zote ni muhimu, haswa kwa wale ambao labda wanatarajia kufanya kazi kule Ujerumani. Ni vyema kwamba ukienda katika nchi hizo ambazo zinazungumza hii lugha, ni vizuri uwe na uwezo wa kuandika, kusoma na pia vile kuzungumza lugha yenyewe, ndipo ionekane kwamba umehitimu. Na kulingana basi na zile daraja ambazo tunafunza, utapata nafasi ya kusoma haya yote, kujua kuandika na pia vile kusoma na kuzungumza. Naam. Bwana Alex ameguzia swala la daraja ya kufanya hiyo mafunzo. Nataka unipatie tu Bwana Kennedy viwango vya mafunzo, kile umesema zile kuna levels ulikuwa umegusia hapo awali. Ndio mtazamaji ambaye labda ananuia kujifunza lugha ya kigeni angalau ajue kweli hapo nimefika ama labda nafaa kujizatiti zaidi. Asante sana. Kwa hii lugha kuna level 6 ambayo ni inaelezea kwa lugha Kimombo, inaitwa A1, A2, B1, B2, C1 na C2. Naam, sisi kwa shule yetu tunapeana mpaka level ya 4 ambayo ni B2, na kila kiwango ama kila level inachukua takriban miezi 3 kwa mpigo. Kwa hivyo the moment utafika B2 level upate certificate, ukitaka kwenda sasa kufanya kazi huko katika haya mataifa ambayo yanazungumza Kijerumani, ambapo nilikuwa nimetaja hapo awali,
ya kwamba kuna Ujerumani, Austria na Switzerland. So watataka hiyo at least B1 ama B2 level. Ukiwa umefika hapo unaanza kufanya kazi. Lakini iwapo unataka kitu inaitwa family reunion, kama una mchumba mmoja pale kwa Germany na unataka kwenda kuungana pamoja naye, kwa sababu tunaalika, si wote ni wanafunzi, pia kuna watu wanataka kwenda kufanya kazi pale, pia kuna watu wanataka kwenda kuungana na familia pale, family reunion. So unasoma tu A1, lakini ukitaka kwenda kufanya kazi unasoma mpaka B2. Naam. Labda kuna jaribio fulani ya kupima kiwango cha mtu kabla hajaingia katika taasisi hiyo ama katika taasisi hiyo kujifunza lugha za kigeni? Ni kweli kabisa. Kuna jaribio. Kwanza kabisa tunaangalia qualification ya mtu, kwa sababu tunaangalia qualification ya kwanza ni lazima uwe na grade ya C+ and above, ama pia vile vile unaweza ukawa ni wale nursing students, ama wewe ni nurse ambaye unafanya kazi katika labda hospitali, ama pia vile vile uko na bachelor's degree ama master's degree kwa masomo yako. Hiyo kwanza ni qualification ya kwanza. Masuala mengine ambayo tunaangalia jinsi ambavyo nimesema kipimo ni pia tunaangalia uwezo wako pia vile vile katika masomo. Unajua pia unaweza pata kuna mtu labda uwezo wake anataka kufanya nini, anataka kusoma hii lugha alafu afanye namna gani. So kuna jinsi ambavyo tunaangalia, kwa sababu tuko na mtu ambaye ako na uzoefu, na jinsi ambavyo nilikuambia hapo awali, mwanzilishi wa shule anajulikana kama Soila, yeye ndiye ako na uzoefu wa wale watu ambao wanazungumza hii lugha. So ukikuja tunaangalia kwanza qualifications yako, tunaona umequalify, ndo unapewa jaribio kidogo. Ukiona uko sawa unaingia shule, kwa sababu ikiwa itawekwa ikuwe ni free, unaingia tu shule kwa sababu kuna qualification na uingie, basi tutakuwa tunazingatia masuala ya masomo jinsi ambavyo yanafaa kuwa. Kweli kabisa. Naam, sasa mtu amepimwa kwa kiwango, amejiunga. Kozi inachukua miaka ngapi ama muda wa miaka ngapi? Na baada hiyo cheti inapeanwa wakati huo ama kunaendaje? Wakati ambapo jinsi ambavyo Ken amezungumzia ni kwamba katika masomo ya hii lugha ya Kijerumani tukana hizo daraja ambazo ni 4 levels kwa sasa, lakini ile ya 6 ambaye ni C1 na C2 inakuja iko njiani, kwa sababu hiyo ni advance. So kuna hii A1 ni ya miezi 3, unaingia pale miezi 3, ukifanya mtihani wa Gothe unapewa cheti chako. So utakuwa umehitimu katika hiyo level ya A1. Unaenda pia katika level ya pili ambaye ni A2. Ukihitimu pia vile vile unapewa cheti. Kwa sababu hii namna ya kupeana cheti katika level ni kuashiria kwamba wewe umesoma hii level na umepita. Kwa sababu kuna mtu anataka kusoma hadi pale B2 na uende pale Jerumani. Unaenda Ujerumani, unaenda kuingia katika chuo kikuu cha kule unasoma na ama pia vile unaenda ukafanya kazi kule Ujerumani. So utalinganisha jinsi ambavyo huyu mtu wa A1 na B2, utaona kwamba B2 hako juu zaidi katika masomo. So utaona kwamba huyu amepita, na hata katika nafasi ya kuingia katika chuo kikuu cha kule, kwa sababu kuna hiyo nafasi ya kupewa nafasi ya kwenda kusoma kule Ujerumani ama kufanya kazi. So utaangalia, utaona kwamba huyu amepita kuliko huyu wa A1. Naam. Baada ya kufanya kozi hilo ukapata cheti, mnahakikisha vipi ama mnawapatia nini mtu ambaye anataka kujiunga sasa hivi, ili hakikisha kwamba baada ya kufaulu mtampatia nafasi za ajira kule ama soko la kujitafutia mapato kule Ujerumani ama? Naam, wacha nianzie hapa ya kwamba kujua lugha ya kigeni ina manufaa zaidi. La kwanza ni kwamba tuna mbuga za wanyamapori pale hapa Kenya, na hapo kuna mahoteli, na hizi hoteli zitahitaji mtu aenda afanye kazi huko kama tour guide ama translator kwa lugha ya Kimombo. Hiyo ni nafasi ya kwanza ya kazi. Na la pili, kuna walimu pia. Ingawaje walimu pia wanasoma katika university, lakini tuko na shule kama hizo pia wanaweza kuja kufanya kazi pale, tuko na colleges kama hizo. La tatu na la muhimu kabisa ni kwamba unakumbuka kwamba mnamo mwaka jana mwezi wa 9, Rais wa Kenya William Ruto pamoja na Olaf Scholz wali witness ile Labor Mobility Agreement Partnership dhidi ya Ujerumani
na Kenya. Kwa hivyo kuna nafasi za kazi, na tunapozungumza hivi sasa tayari kuna watu ambao wametoka Kilgoris, na kwa majina kuna mmoja anaitwa Sablon, na wengine zaidi ya 10 tayari wanafanya kazi pale Ujerumani kupitia tu baada ya kusoma lugha. Na vile Alex alikuwa amezungumza kwamba inategemea sasa wewe umesoma ufanye nini, kwa sababu nurses, madaktari wanahitajika kwa wingi sana huko kwa sababu ya population demographic pale hizo katika hizo nchi, kwa sababu unaona kwamba wale wazee ni umri mkubwa ndio wengi kuliko vijana. Kwa hivyo nafasi za kazi ziko hapa Kenya, na pia baada ya kusoma pale Ujerumani pia, kwa sababu director vile tulikuwa tumesema director yuko pale na hata leo tukizungumza hivi walikuwa na kikao, walikuwa na mkutano na kampuni za mahoteli wenye wanahitaji watu waenda wafanye huko, na pia hospitali. Kwa hivyo ukisoma kuna nafasi za kazi. Naam, kama unavyosikia mtazamaji, nafasi zipo za ajira, ni wewe tu kujizatiti na kuamua kama iwapo utaendeleza kujifunza hii lugha ama lugha ya kigeni. Na uliongelea Bwana Kennedy ameongelea swala la unaweza kuwa mwalimu wa kufunza lugha hizi. Lakini nataka nilegeze kamba kidogo, niulize walimu wenu ambao wanafunza shule ama taasisi hizo. Je, wana uzoefu gani na nini hasa mnaangalia kwa kuchagua mwalimu kufunza katika taasisi hizo? Asante sana. Kwanza kabisa katika taasisi yetu tuna walimu ambao wako na uzoefu mkubwa kuanzia miaka 3. Wa chini kabisa yule ambaye ako na miaka chache sana za uzoefu ni miaka 3, na yule ambaye ako na miaka mingi ni hadi 10 na kitu pale, 14 nadhani 14 pale. So watu tunaangalia uzoefu wa mwalimu, kwa sababu tunataka shule ama taasisi hii yetu iwe ni shule ambayo itatoa wanafunzi bora ambao wakienda pale nje kufanya kazi ama kuwa walimu katika shule zingine, wawe ni walimu ambao watahitajika, watakuwa na demand sana, kwa sababu kila mtu anataka kujua kwamba huyu mwanafunzi ama huyu mwalimu ametoka katika chuo fulani ama taasisi fulani. Na tunajua kwamba taasisi hii imeweza kusomesha huyu mwalimu hadi akawa na uzoefu mkubwa, kwa kiasi kwamba akija kusomesha watoto katika shule hii ama kusomesha watoto katika chuo fulani, ni mtu ambaye ako na uzoefu na atawapea hekima ya juu zaidi, kwa sababu yeye mwenyewe huwezi kuwa mwalimu kama hujui chochote. Lazima iwe kwamba wewe unaelewa zaidi, ndipo uweze kuwagawia na wengine. Kwa hivyo mkiangalia mwanzilishi wa shule, yeye mwenyewe ni mwalimu kule Ujerumani, na ndiposa akapata wazo hili kwamba pia na mimi nataka nianzishe taasisi, na wale ambao alikuwa anawachukua kwa sababu aliwafanyisha interview kidogo, na akaona kwamba hawa wanatosha kuwa walimu katika taasisi hii, na tunafaa kuwapea nafasi kuweza kuwasomesha wanafunzi wetu, kwa sababu tunataka wanafunzi wetu wawe ni watu ambao watakuwa na uzoefu, na pia vile vile wakienda kufanya kazi kule wasiharibu nafasi za kazi, wasiharibu pia jina ya shule. Kwa hivyo tunazingatia sana uzoefu, na pia vile vile tunazingatia elimu ya mwalimu. Tuwezi kuchukua mwalimu yote kwa sababu labda amesoma katika shule fulani, ila tunaangalia uzoefu, tunaangalia pia vile vile passion. Iwe pia unapenda kazi yako. Isiwe unakuja unalazimishwa kufanya kazi. Tunaangalia mwalimu ambaye akiwa darasani wanafunzi wanafurahia, na pia wanafunzi wanashika yale masomo wanapata. Labda ungeongezea kuhusiana na walimu na tajriba ambao mnazingatia sana? Naam, tuko na walimu 4 na sasa tunataka, kwa sababu tuko na admission na intake inakuja Mei, yani ni mwezi wa 9 Septemba. Kwa hivyo walimu tuko na walimu ambao tunaita native, yani wale ambao wako Ujerumani, ni Wajerumani, yani kwa kusaliwa kwao, 2 na wengine ni wa Kenya. Kwa hivyo hao walimu kabla tuwape kazi ama kabla tuwape wafunze wanafunzi wetu, lazima tuhakikisha kwamba mtu amegraduate na bachelor in education in German stroke another subject. Kwa hivyo walimu ambao tuko nao ni walimu ambao kuna uzoefu, na ni walimu ambao wanajulikana TSC. Kwa hivyo walimu wetu wako na uzoefu. Naam, nataka nikuulize Bwana Alex, katika kila kozi, hata katika vyuo vikuu tunaona kuwa baada ya kumaliza kila mwanafunzi anafanya tuseme ile kitu watu wanasema project, final project. Je, vile mumeanzisha
taasisi hii katika maeneo ya Narok, maeneo ambayo ni wafugaji, ambayo ina tamaduni zake. Je, kuna vipindi vya tamaduni ama mazoezi kama hayo huwa mnajaribu kumbatia katika taasisi hiyo, ndio kila mtu sio tu ajue lugha ya kigeni bali anajua pia tamaduni za kule? Ni kweli kabisa. Zote tunatambua kwamba katika kila taasisi wakati ambapo inaanza inakuwa na mipangilio yake, labda vile ya jinsi ambavyo taasisi hii itakuwa inaendeshwa. So swala la utamaduni tunatambua pia vile kwamba mwacha mila ni mtumwa kabisa. Na mila na tamaduni lazima tuweze kuzikumbatia, kwa sababu tunajua kwamba wakati ambapo wanafunzi wanafanya kama hizi projects pale university iwe inawasaidia hata in future, kwa sababu siku hizi tamaduni tunasikumbatia katika kila lugha. Labda lugha za kigeni pia vile vile wako na tamaduni zao. Na kwa sababu sisi tunataka kuwa ni shule ambaye itatoa wale wanafunzi ambao ni the best. Swala hili la tamaduni na projects pia sisi tuko nalo. Ingawaje kwa sababu hili shule ni mpya, wale ambao wameingia juzi bado hawajafanya. Lakini tunaamini kwamba watakapo kamilisha, kwa sababu tayari wa kwanza wale wa level 1 wameshamaliza wa A1, tuko na mipango pia vile vile wa kuwapea hizi nafasi za kufanya projects, kwa sababu tuna hizi hoteli ambazo ziko Mara na Wajerumani wanatembea na tunajua pia vile vile mila zao, na kwa sababu tuko na walimu ambao wana uzoefu na wanajua haya mambo yote, tunahakikishia wanafunzi wetu kwamba haya yote, tamaduni zote watajua, na watajua jinsi ambavyo yanaendeshwa, na wao watakuwa na uzoefu mkubwa. Hata wakiwa pale katika maonyesho watakuwa wanatambua kwamba tamaduni ya Kijerumani inasema hivi na hivi, ama Kijerumani wanafanya haya. Hata katika mavazi, labda chakula na nini, haya yote lazima watafanya project pia vile vile. Naam. Bwana Kennedy, nataka tu useme tu mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi, masala ama mipango ambayo mnanuia kuendeleza. Ulikuwa umeongelelea hapo baadaye swala la kuleta lugha kigeni zaidi kama za Kiarabu, lugha za Kifaransa. Ni swala ambalo ulikuwa umegusia hapo baadaye. Nataka tu ulifafanue zaidi, ambaye mtu ambaye anakutazama sasa hivi alijua ama ni nini hasa atakuwa anatarajia kutoka kwenu. Asante sana Bwana Khalid. Kuna lugha ambazo zinakuja. Nadhani hata hii mwaka mwezi wa 9 kuna lugha tunaona kama tutaweka Kichinese, lugha ya Kichina, kwa sababu najua haswa kuzingatia, acha niseme kuzingatia Masai Mara ama hoteli ziko katika mbuga zetu hapa Kenya, Masai Mara, Amboseli, Samburu ile so ukiona saa hii wakati tunapozungumza hivi, ukijaribu kuona trend ya wazungu ambao wanakuja Kenya ama watalii ambao wanakuja Kenya, unaona ni kwamba wa Chinese ndio wanakuja kwa wingi sana. Kwa hivyo tunajaribu kuona hiyo lugha, na pia lugha ya Kifaransa, lugha ya Kijerumani ambayo tunayo kwa sasa hivi tunapozungumza iko tayari hiyo. So lugha yenye itafuata ni Kifaransa na Kichina. Kwa hivyo na lugha zingine zote ambazo tutaweka kulingana na demand ya watu wetu ambao wanataka kuja kusoma hiyo lugha, kwa sababu tunaona the moment utajua lugha hii, kuna nafasi mingi za kazi sana tunapozungumza hivi, kwa sababu the moment unajua hii lugha sana sana kama Kenya pia utalii unajua natupa mapato kama taifa. Kwa hivyo uwapo uko na hii lugha, the moment uko na hii lugha, the moment pia unaona nafasi za kazi siko. Na vile tunaona pia ya kwamba watu wengi ama sawa vijana ambao wanatoka au na graduate kutoka university wanatafuta kazi katika nchi za ughaibuni. Kwa hivyo ni nafasi nzuri sana kwa nyinyi kuja kusoma, nafasi nzuri sana kuwa na lugha ya kigeni. Naam. Naam. Sio tu wewe kujipatia mapato, pia unaletea mapato nchini. Naam. Bwana Alex, kwa nini ungependa uangalie tu kamera hiyo, umwambie tu mtu ambaye anakutazama sasa hivi, kwa nini unamsihi ajifunze lugha ya kigeni? Kwanza kabisa tunatambua zote kwamba Kenya sasa hivi kumekuwa na changamoto ya kazi. Vijana wengi sasa hivi, wengi wamehitimu kutoka vyuo vikuu, wengine wamehitimu kutoka vile vocational training, wengine kutoka form 4, labda wamefanya certificate katika kosi fulani na wako huku Kenya. Kazi kupata Kenya siku hizi imekuwa ngumu. Nadhani kazi pia vile vile kutafuta kazi imekuwa kazi pia vile vile Kenya. Na watu wengi wamependelea kwenda kufanya kazi katika nchi za kigeni. Na tumeshuhudia watu wengi wakienda nchi za kigeni. Kuna nchi zingine ambazo
watu wetu ambao ni vijana wametafuta kazi na baadaye tunawapata kwamba maisha yao inakuwa hatarini. Lakini hatujasikia visa ambavyo vimefanyika katika nchi ambazo zimezungumzia, na kila ambacho ningependa kusihi vijana wetu ni kwamba watilie maanane suala la kusoma lugha za kigeni, kwa sababu tulisema kwamba kazi utapata huku Kenya katika hotels ambazo ziko huku Kenya. Unaweza ukapata kazi pia vile vile kama mtafsiri, na pia vile vile ukifanya kazi hii, ukisoma katika lugha hii ya kigeni haswa Kijerumani ambayo sasa hivi tunafundisha pale katika taasisi yetu, ni kwamba tuko na mwanzilishi wa shule yetu na yeye ako pale na anakusaidia wewe ambaye uko Ujerumani upate nafasi aidha ya kwenda kufanya kazi kule Ujerumani, kwa sababu tuko na wanafunzi tayari ambao washafanya kazi zaidi ya 10 ambao wako kule Ujerumani na wanafanya kazi na wanafurahia. Tuko na pia vile vile walimu ambao wanafundisha katika vyuo vikuu vya kule Ujerumani na wanawaambia kwamba tutawasaidia, na hatuambii kwamba wanafunzi tutawalipia labda tickets ama nini. Tutawasaidia tu kwamba kuwaonesha njia na pia vile vile kuwatafutia nafasi katika vile university, kwa sababu pia inaenda na jinsi ambavyo wewe umepita, umefaulu, umequalify kuingia katika university za huko, unaenda pale na unajitafutia kazi, kwa sababu vijana wengi wanataka kazi ili wajiendeleze maisha, wasaidie wazazi. Na kama umeona nyumbani ambaye ni Kenya, kazi imekuwa ngumu kupata. Hata ukulima siku hizi, hata kazi ya ukulima haipatikani hali. So angalia nchi za kigeni, nchi ambazo labda bado kuna kazi za kufanya nyumba, kwa sababu kuna pia vile vile inajulikana kama Augsburg, ambaye wale ambao wamefanya form 4 lakini hiyo hatuna sasa hivi katika taasisi yetu, ingawaje tuko na mipangilio ya kuwachukua wale ambao wanaweza kufanya kazi za nyumba, labda kwa boma. Hizo ni kazi ambazo zinapatikana huko. Lakini ukifanya lugha ya kigeni, ukisomea hii lugha na uhitimu na upewe cheti chako, kwa sababu utafanya mtihani wako wa Gothe, upite, utafutiwe nafasi ya kufanya kazi kule, wao utakuja pia vile vile na wachukue na wengine, uambie hii ndio njia. Tuache kuteseka, tutafute nafasi za kazi na ajira huko nchi za kigeni. Naam. Kabisa. Mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo, tuko na dakika 1 tu ama 2 hivi. Nataka tu niwapatie dakika ama nafasi ya mwisho kila moja, aseme wasia wake wa mwisho ama neno la mwisho kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi. Na je, swali la mwisho tu, mnanuia kufungua tawi au matawi tofauti katika maeneo tofauti nchini, kutoka Narok kuelekea labda Garissa, kuelekea labda kaunti ya Embu? Umeelewa? Naam. Tunanuia kufungua branches zingine ama matawi zingine, kwa sababu tuko na mpango pia kufungua Kisumu, Kajiado, hatimaye tutafikia kaunti zote 47. Kwa hivyo tunanuia, kwa sababu hii ina manufaa sana kwa vijana wenzangu. Hii ni njia mzuri, ni lugha mzuri ambayo unaweza jifunza, upate kipato, na baada ya kuenda huko ugaibuni kufanya kazi huko ama kufanya kazi katika hoteli, unapata mapato na pia tunainua uchumi wa taifa. Kwa hivyo wazo langu la mwisho ama wazo langu nikipenda kuhimiza ni kwamba mkapate kujiunga ama mpate kusoma lugha ya kigeni, sababu ina manufaa sana na ina faida sana kwetu, aswa vijana ama mtu yote yule ambaye anataka kusoma hiyo lugha ya kigeni. Si Kijerumani peke yake, unasoma Kijerumani, Kifaransa, Kichina. Haya malugha zote za kigeni ina nafasi nzuri za kazi na ina nafasi mzuri za kujiinua. Asante sana. Bwana Alex, neno lako la mwisho, sekunde 30 tafadhali. Sekunde 30 kutakuwa na salamu. Haya. So mimi ningependa kuwahimiza vijana wote katika nchi ya Kenya na pia vile vile nchi za jirani, mjiunge katika shule hii na taasisi hii ya kufundisha lugha za kigeni, kwa sababu hauta regret. Karibuni sana, tuko pale Narok. Ukija pale Narok katika barabara ya Narok Mau Road, utatupata pale karibu na taasisi ya KMTC. Tuko pale na utatupata katika shule hii ya International Institute of Foreign Languages and Hospitality Management. Na pia nisalimie watu wote ambao wanafuatilia sasa katika kipindi hiki, na CD kutazama pia vile vile KBC Channel 1, kwa sababu hii ndio number 1. Asante. Kabisa.